nafikiri tunakubaliana kwamba tulikuwa timu ya pili uwanjani, so tumefanya vizuri katika mpango ambao tulikuwa nao kwenye dakika 45. Tumelinda vizuri, then dakika 15 za kipindi cha pili nafikiri kwa situation tukatoka tukaacha hizo gaps, tumeachia space hizo ambazo waliokuwa na mpira wakapata mianya ya kuona hizo gaps ambazo zipo. So ni timu kubwa inafanya hivyo, kishatoka kwenye plan nadhani wanakupanish. So tumekuwa na dakika 45 nzuri in terms of defending, lakini dakika 35 za second half nafikiri hatukuwa vizuri. So goli la pili lilikuja kuua, lakini goli la tatu likaja likamaliza kabisa morali. So tunachoweza kusema tu kwamba tulikuwa na mtihani mgumu kwenye tournament, kwa maana sisi kama tungeweza kutoboa huu mtihani huenda na sisi tungekuwa moja wapo ya timu ambazo nitarajiwa. So huu mtihani kwa namna moja ama nyingine tumefika hapo, lakini nafikiri kuna vitu ambavyo positive na kuna vitu ambavyo negative ya kufanyia sisi kazi. Mwalimu, unadhani ni pia inabaki kwenye mindset za wachezaji hasa kipindi cha pili, kama uliapply baadhi ya kwa maana ulibadilisha mbinu na bado haikufanikiwa, inabaki kwenye mindset za wachezaji ama pia kwenye upande wa mbinu zaidi? No, ninachoweza kusema ni kwamba kilichotumika sana kwenye mechi, ukianalyze vizuri, ni kwamba wachezaji wametumia nishati nyingi sana. Ukiangalia nature hii mechi, unaweza kuona hata majeruhi waliopatikana kwenye mechi, ni kwamba ni mechi ambayo ilikuwa physical, ni mechi ambayo ilikuwa na intensity ya juu sana. So si swala la tactical, kwa sababu kwenye tactical tulibaki vile vile, lakini kwa sababu nishati inapopungua, maana yake yale majukumu uliyopewa hauwezi kuyatekeleza. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kuona kwamba tukutana na timu katika level ya utimamu ilikuwa iko juu zaidi, na level ya ubora wa mtu mmoja mmoja ilikuwa iko juu zaidi. So ni kitu ambacho sisi tunakijua kwamba tumekutana na mpinzani wa aina gani. Sawa, mwalimu, kwenye mchezo wa leo tumeona sababu zote tatu wachezaji wameumia, ndio wamefanya mabadiliko. Pengine imechangia licha mechi kutokea. Kuna sababu ambazo unalazimishwa. Kwa mfano, sababu kama mbili hivi tumekuwa forced kuzifanya. Haikuwa plan yetu. So unapofanya sababu ambayo sio plan yako, always hata ule mpango ulionao unaweza usifanikiwe kwa namna moja ama nyingine. So ni sole, lakini nafikiri ninachoweza kusema tu ni kwamba kwenye mechi kama hii hapa unahitaji tuwapongeze wachezaji wetu wa Dodoma Jiji kwa wametupa mechi nzuri. Sababu unaweza kuona dakika 45 za kipindi cha kwanza timu moja ilikuwa iko kimya. Then dakika 45 za kipindi cha pili timu nyingine tena ikawa kimya. So tumegawana hivyo vipindi. So naweza kuwapongeza kwa effort ambayo wameiweka, na kisha tuwapongeze Simba kwa kufanya vizuri kwenye mechi hii.